Salama, kama ambavyo ratiba yetu imetujikita siku ya leo, tunapaswa kuonesha ama kuja na maudhui yanayohusiana na historia ya kabila lolote. Na leo tumeona tuendelee kusalia huko ukanda magharibi, tutizame historia ya Wawanda ambao tutawapata huko Nkasi. Karibu sana Wamkaya TV. Leo tunashuka mpaka Kasi mkoani Rukwa kwenye ukingo wa Ziwa Tanganyika ili tuweze kufuatilia historia ya moja ya jamii ambayo iko na mizizi ya kale sana. Wawanda ni watu waliokaa kwenye nyanda za juu za Ufipa wakijenga tawala zao, mila zao na maisha yaliyotegemea kilimo, ufundi wa chuma na ushirikiano wa koo. Lakini swali ni hili, Wawanda walitoka wapi? Walikuwa na uhusiano gani na Wafipa? Na kwa nini historia yao imebaki kuwa sehemu muhimu ya utambulisho wa Nkasi mpaka leo? Usiende popote, hii ni simulizi ya kihistoria, simulizi halisi ya watu wa Nkasi. Kwa mujibu wa kihistoria ama historia ya Ufipa, jamii ya kale eneo hili haikuwa ya kabila moja tu, ilikuwa ni mchanganyiko wa makundi tofauti tofauti. Ilikuwa ni mchanganyiko wa makundi makubwa matatu: Wafipa wenyewe, Nyanda ama Wawanda wakiwa wanatoka katika wana wa milima, na Wanyika ama Wanyika kama waliotawanyika kwenye nyanda za chini. Makundi haya yaliishi pamoja kwa karne nyingi kwenye Ufipa, eneo lililotazama Ziwa Tanganyika kwa utukufu wake. Wawanda hawakuwa wageni, wao walikuwa ni sehemu ya msingi wa jamii hizi, wakachangia lugha za asili, mila za koo, tawala za kimila, ufundi wa jadi na maisha ya vijiji vya milimani. Ndio maana mpaka leo ukitajwa Nkasi huwezi ukaitenganisha historia ya Wawanda, ni kama kusema maji na ziwa. Hii ndio sehemu inayovutia zaidi. Wengi wanadhani tawala za jadi Tanzania zilianza kwenye makabila makubwa tu, lakini hapana. Historia ya Nkasi ya kale iko inaonyesha kuwa eneo hili ndilo lililokuwa na ufalme wenye mfumo wa kisiasa uliopangika sana. Kulikuwa na mtemi mkuu ambaye alishika fimbo ya utawala, washauri wa kifalme, wazee wenye busara, wazee wa koo ambao walikuwa na nguvu ya mizizi, viongozi wa vijiji ambao walitawala kwa karibu na watu, ama kuna ambao walikuwa ashika nyadhifa kama za waziri mkuu kwa sasa, ndiyo waziri mkuu katika utawala wa jadi, na malkia mama mwenye mamlaka yake, mshauri wa mtemi na ulinzi wa nasaba. Hii inaonyesha wazi kuwa Wawanda hawakuwa tu wakazi wa kawaida, walikuwa sehemu ya jamii iliyojenga serikali ya jadi yenye sheria kali na nidhamu kubwa. Sheria zilikuwepo kwa kila jambo, mauaji yalikuwa na fidia na adhabu kali. Migogoro ya ardhi ilisuluhishwa na wazee wa koo. Ndoa ilikuwa agano la familia, si watu wawili tu. Hata lugha chafu hadharani ilikuwa na adhabu yake. Utawala huu haukuwa wa kishindo, ulikuwa ni utawala wa heshima, utaratibu uliobebwa na nidhamu. Unajiuliza, pengine Wawanda waliishi kwa nini? Walitegemea uchumi wao ambao uliegemea katika mambo matatu makubwa. Kwanza ikiwa ni kilimo, walilima kwa bidii mtama, mahindi na maharage. Pili, wakifanya ufugaji, hasa nyanda za Ufipa zilizaa ama ziliruhusu sana wanyama. Tatu, wapo waliojishughulisha na uvuvi katika Ziwa Tanganyika kwa sababu lilikuwa ni sehemu ya hazina yao. Lakini kipengele kimoja kiliwafanya wawe tofauti kabisa na jamii nyingine: ufundi wa chuma. Wawanda walikuwa na mafundi stadi wa kuyeyusha chuma. Hii ilikuwa hazina kubwa. Wapo koo maalum zilizoheshimika kwa kutengeneza majembe, mikuki, visu na zana zote za kilimo. Katika historia ya Ufipa, mafundi wa chuma walikuwa na heshima kubwa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa uti wa mgongo wa uchumi wa jamii. Bila zao hakuna kilimo, hakuna uwindaji, hakuna vita vya kujitetea.
Kama jamii nyingi za magharibi mwa Tanzania, Wawanda walithamini sana wazee wa koo, walihimili historia, heshima ya familia iliyokuwa msingi wa kila kitu, mahali isiyokuwa biashara, bali ishara ya heshima, mashamba ya ukoo yaliyorithiwa kwa vizazi na kufanya matambiko ya kijadi ambayo yaliwaunganisha walio hai na wale waliowatangulia. Ndoa kwa Wawanda haikuwa jambo la watu wawili tu, bali ilikuwa ni jambo la familia nzima. Wazazi, wajomba, shangazi, wote walihusika pakubwa, na nyimbo zao za asili, ngoma za kimila, hadithi za mashujaa zilikuwa ndio njia ya kufundisha vijana historia ya mababu zao. Hii ndio sababu hata leo maeneo ya Nkasi na Manyere, Kirando na kando kando ya Ufipa bado yana mabaki ya simulizi hizi, kwa sababu historia haikufa, ilihifadhiwa kwenye midomo ya wazee. Mnamo karne ya 19 ilipoingia, mambo yakaanza kubadilika. Biashara kutoka pwani ilifika hadi Ufipa. Bunduki, biashara ya watumwa, misafara ya wafanyabiashara vikaleta mabadiliko makubwa katika maisha ya Wawanda na jamii jirani. Baadaye Wajerumani walipoingia Tanganyika, tawala nyingi za jadi zikaanza kudhoofika. Mifumo ya utawala ikavurugwa, mipaka ikachorwa bila kuuliza wazee, viongozi wa jadi wakapoteza nguvu zao. Lakini pamoja na hayo, mila za Wawanda zikaendelea kubaki kupitia koo, majina, ardhi za mababu, lugha zao za asili na sherehe za kimila, kwa sababu hakuna serikali, hakuna mkoloni anayeweza kufuta kumbukumbu ya watu. Hii ndio historia ya Wawanda wa Nkasi, jamii yenye mizizi ya kale ndani ya historia ya Ufipa na Rukwa kwa ujumla, jamii iliyojenga utawala wa kisiasa wa jadi, iliyostahili ufundi wa chuma, iliyodumisha mila zake kwa nguvu mpaka leo. Je, wewe unatokea Nkasi au unaijua vipi historia ya Wawanda? Tuandikie kwenye comments. Tuambie kama kuna mengine unayoyajua kuhusu jamii hii, na kama unapenda historia za makabila ya Tanzania, subscribe Wamkaya TV, Asili Mtandaoni. Tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Like, share na bonyeza kengele ili usikose simulizi nyingine nzito za makabila yetu. Wamkaya TV, Asili Mtandaoni. Tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho, tunatunza historia ya watu wetu. Mimi ni Ngosha Wamkaya na hii ni Wamkaya.